nane. Yeah. Uko vizuri kaka? Nashukuru Mungu. Kila kitu kiko poa. Yeah, sijui wewe hapo. Mimi niko vizuri kabisa, jua kali kweli linawaka ila tunapambana. Niambie. Tunaelekea kwenye michuano ya kimataifa wiki hii. Maandalizi yameendelea kufanyika, Simba na Yanga zimeendelea kucheza mechi zake za kirafiki. Tuanzie na Yanga. Mchezo wa mwisho wamecheza dhidi ya TRA na wametoka sare. Sare ikiwa ni ya pili kwenye michezo yao, ukiachana na ile sare dhidi ya Mbeya City. Kuelekea michuano mikubwa kama Ligi ya Mabingwa Afrika, mechi ya kirafiki mnatoka sare na timu kama TRA. Hii inaashiria nini kuelekea michuano ya kimataifa kwa upande wa Young Africans? Yeah, kwanza mechi ya kirafiki ni mechi ambazo makocha wanafanya assessment kwa mambo ya msingi ambayo wamejaribu kuyaongeza kwenye kikosi, kuona kwamba output yake inakuwa ya namna gani. Kuna timu inaweza kacheza mechi ya kirafiki na isifanye vizuri, lakini katika mechi na mashindano ikaja ikakusurprise. Kwa nini? Ni kwamba kocha kuna vitu vya msingi ambavyo anakuwa na vitazama. Kwa hiyo ukitazama mechi ya Tabora, TRA United, lakini mechi ya Mbeya City dhidi ya Young Africans, cha kwanza ni kwamba ni approach mbili tofauti. Ni Ligi ya Mabingwa na ni Ligi Kuu. Mechi ya Ligi Kuu ina approach yake kusaka alama tatu muhimu ukaenezwa kwenye msimamo, lakini Ligi ya Mabingwa katika hatua hii ni ngumi jiwe. Kama ukifanya vibaya away, nyumbani kwako unaweza kadunguliwa tu kama kawaida. Kwa hiyo ni approach mbili tofauti kiuhalisia. Lakini namna gani ambavyo naziendea ni spirit ya wachezaji, kujua utofauti wa mashindano, Ligi ya Mabingwa, mechi ya kirafiki na mechi ya Ligi Kuu. Kwa hiyo ni wao wanaamua. Ukitazama mechi ambayo Yanga wanakwenda kucheza Ligi ya Mabingwa barani Afrika, kuna mahali ambako napenda kuzungumza siku zote. Timu zetu kutoka Tanzania zimepiga hatua. Hizi ni hatua za awali nyepesi sana kwao. Yaani itokee timu kuondolewa katika hatua hizi kwa sasa, gari imegonga treni. Unaelewa vizuri? Kesi hamna hapo. Gari imegonga treni, kesi hamna. Umejipendekeza mwenyewe, ulikosa tu kuwa na umakini kujua pale ni kwenye reli ukapita. Kwa ndicho ambacho kilichopo, lakini naona sofa kabisa kwamba sioni kwamba ni mechi ngumu sana kwa Young Africans dhidi ya wale wa Malawi. Naona kabisa ni discipline, kwa maana nidhamu ya kuweza kucheza bora, kwa sababu ukiangalia mpaka hivi sasa timu pekee katika mechi za awali michuano ya kimataifa Tanzania, timu ambayo katika msimu huu, sio iliyopita, msimu huu timu ambayo imetengeneza nafasi nyingi ni Young Africa. Timu ambayo imefunga magoli mengi ni Young Africans. Au una timu yako? Bana si. Nitajie wewe kama unayo. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba hawana changamoto kivile. Changamoto ya Young Africans ni kutumia nafasi ambazo anakwenda kuzitengeneza. Mechi na Waliet Angola, Dube alikosa nafasi 5 peke yake katika nafasi 6 ambazo Mohamed Dombe alimtengenezea. Lakini sambamba na yote mapungufu, ndio timu pekee ambayo imeshinda goli 5 mechi home and away. Sasa unaanzaje kuwa na mashaka katika mechi za awali hii? Kuna mahali timu zetu zikifika, unajua kabisa hapa kupita ni ngumu. Robo finali kwenda mbele ndo kugumu. Kwa nini? Unakutana watu wenye uzoefu kuanzia viongozi mpaka wachezaji. Wachezaji ambao washaandaliwa kispirit ya kupambania knockout. Na kuna tofauti kati ya knockout hizi hatua za awali na knockout ya robo finali. Vitu vile tofauti. Robo finali hamna mkutana na Mamelodi. Hamna mkutana na Pyramid sio Waliete. Pyramid sio Gaborone United. Yaani timu mbovu na wanacheza mpira mbovu na unafuzu. Unaelewa hicho kitu? Yanga inakutana na Waliete, inatengeneza nafasi nyingi, inashindwa kuzitumia. Utakutana mpinzani ambaye ni mkubwa, hakupi nafasi ambazo umezitengeneza zile. Kwa hiyo kama hauna umakini utafeli. Lakini katika mechi hizo awali, kufungwa, kutolewa, kiukweli gari imegonga treni. Sawa. Wakati tubakie hapo kwa Yanga, kulikuwa na malalamiko kuhusiana na kocha wao
Romain Folz? Ni kama kuna pressure ambayo ipo kwa upande wa mashabiki ambayo inapelekwa kwa uongozi wa Young Africans kwamba kocha abadilishe kutokana na mfumo anaoutumia. Nianze na hivi, ni mfumo au mbinu ndio ambayo kinafinicha Yanga kucheza ile performance ambayo mashabiki na watu wengi wameizoea kwa Yanga? Ni mfumo au ni mbinu ambayo anaitumia Romain Folz? Mimi ukiangalia Yanga kwa asilimia kubwa ina wachezaji ambao ni wale wale, na kocha huyu Romain Folz anawatumia wale wale. Kwenye mechi ya Simba na Yanga, ukimtoa Aziza Ndambwile, nani ilikuwa liingizo jipya? Alianza na wale wale. Ukisema mfumo, tuambie amebadilisha majukumu kwa namna gani? Pacome kacheza beki? Hakuna. Kwa sometimes inatokea ni situation ya kitimu, lakini umeshuhudia kwamba Clement Mzize amecheza nini? Beki? Hakuna. Kwa hiyo kwangu mimi huyu kocha kwangu sijaona ambacho amekikosea, lakini swala la muda, na bahati nzuri sana hajafungwa. Msimu wa kwanza Gamondi anayefundisha Young Africans, watu wanapenda kujisaulisha. Walisema hivi, mfumo ameuacha mfumo, amekuja na mfumo wake. Alipoanza kuwashona watu, anatembelea upepo wa Nabi. Mbona mweleweki? Huyu kocha gari kiwaka sasa hivi, mnachokitaka nyie, mtasema anatembelea upepo wa Mirudi Hamdi. Ndio wachambuzi wa Tanzania tulioko. Kila mmoja na uhuru wa kutoa mawazo yake. Lakini kwangu mimi, kwa sababu kocha hajapoteza game, kocha amepeleka timu raundi ya kwanza ya mkondo wa pili. Yaani ungeniambia timu inafungwa hapo sawa. Unamhukumu kwenye mechi ya Mbeya City mfano. Mechi ya Mbeya City, Gamondi alishinda kule. Nabi alishinda kule. Tena Gamondi kafunga mpaka na EF kule. Uongo kweli? Sasa, kwa ni situation ambayo inatokea. Kocha uampe muda. Unajua kuna kitu ambacho wana Yanga ni kama watoto wa kishua ambao wameshazoea maisha ya kifahari. Alafu unapotokea mtikisiko lazima wapige kelele. Ulizoea kula vitu vitamu vizuri, kesho nakula chunga, itakuwaje? Lazima uone kuna mkereko ambao unatokea. Lakini kwa sasa mimi niseme wana Yanga wanapaswa kuwa na utulivu sana. Hii timu yao haijapoteza mechi. Yes, imelose alama 2 katika mechi za ligi kuu. Sikatai. Lakini je, mechi ambayo Young Africans ina lose goli 2 ilichezaje? Lakini wanasema ni vizuri kujihami mapema, kama ile ugumu umeanza mapema kwenye mashindano ya ligi. Huko mbele kama walivyosema kwamba Yanga imetengeneza nafasi nyingi kwenye mechi dhidi ya Wydad lakini haijaitumia. Huko mbele watakutana na timu kubwa ambayo itawazuia au kutengeneza nafasi. Pengine wanahofia mambo yasije yakawa magumu kabisa huko mbele, ni afadhali maamuzi yakafanywa mapema sasa hivi. Maamuzi mapema maana yake ya kufukuza kocha. Aje kocha mwingine. Atakuja kocha mwingine kama mimi simtaki Pacome na muelewa sana Farid Musa. Mtafukuza tena kocha. Manake mpira ni process. Sio kama kocha haja kufurahisha wewe fukuza. Haiwezekani. Mtakuwa mnaingia mikataba ya aina gani? Haya, leo kocha akiondoka Romain Folz, wana ubavu kuchangia. Anataka milioni 800. Mnaweza kuwalipa? Kama kadi za wanachama mpaka Harambee. Mpaka iwe na slogan, tofali la ubingwa. Tofali ni nini? Leo wanamuondosha Romain Folz. Watu napaswa kuelewa mpira ni process. Ameondoka, hajafungwa. Anakuja kocha mwingine. Anakuzingua kabisa Pacome na benchi mechi 3 mfululizo. Anakwambia mimi simuelewi. Alikuja kocha anaitwa Robertinho Simba. Chama kamtoa mapema. Umeona vuruma yake? Lakini aliangalia timu yangu nataka ichezaje? Timu ilishinda kushinda. Sasa kumbe nini? Kwa kocha asipokufurahisha wewe tu uongozi ufukuze kocha. Haiwezekani. Yaani inakuwa ni sana mfanyabiashara ambaye kala mtaji. Wana vizuri? Au sana mwanaume ambaye anaoa kila msimu utakuwa na maendeleo. Mwanamke huko akuzungume, umeacha umeoa mwingine, umeacha umeoa mwingine, huwezi kujenga hata kuwa na mafanikio huwezi. Kwa sababu kila mmoja itabidi aanze kumzoea tabia zake. Kocha anapokuja lazima aanze kuzoea mazingira na wachezaji. Pacome upeo wake ukoje? Aziza Ndambwile upeo wake ukoje? Huu ulikuwa ni muda wa kila mchezaji kuonyesha nini sasa ambacho anacho kwa kocha. Kwa hiyo kocha akizingua tunabidi tushtuke mapema. Hapa inabidi tushtuke mapema. Huyu kocha atufai aondoke. Sawa, anakuja mwingine. Anakwambia mimi namuelewa sana Msheri kuliko Djigui Diarra. Na misevu yote ile kae pembeni. Sio unaelewa vizuri. Mpira ni process.
si ndio? Kwa wanapaswa kuwa na utulivu kwa hivi sasa, ila ikitokea inakuwa ni very too much kwamba timu inacheza mpira mbovu, hapana, wachezaji ukuelewana ni wao wenyewe, player make a system. Juzi kwa kuna tuhuma kwamba kocha Fadlu Davis hafai kwenye mechi za dabi, wao watakuwa ni mwenda wazimu. Unaelewa vizuri? Hii Simba imetengeneza nafasi zaidi ya 10 kwenye dabi iliyopita. Kwa hiyo Fadlu akachukua mguu wa Kibu aingize kwenye nyavu. Haiwezekani. Sometimes ni quality, ndio maana kazungumza mapema na Messi X factor player. Kwa mimi ninachokiona, wanapaswa wanayanga kuwa na utulivu. Sasa uangalie timu yao namna gani ambavyo inavyojengwa. Nakupa mfano. Wakati anaondoka kocha Miguel Gamondi, Yanga ya mwisho ya kocha Miguel Gamondi inaitwa Kimoko timu. Uongo kweli? Inalala Sinza na amka Sinza, shughuli imekutana KMC. Imeshinda kwa mbinde Chamanzi huko. Unaelewa vizuri? Lakini alipokuja kocha Sidiramovic, cha kwanza alichobaini, alisema timu haina fitness. Sawa? Baada ya kubaini hilo, kwanza akakuta ni timu ambayo inaruhusu magoli kufungwa na haifungi vizuri. Sidiramovic katika kuiongoza Yanga, anaingia katika mechi ya kwanza ligi ya mabingwa na Al Hilal, anapasuka Benjamin Mkapa. Uongo kweli? Kila mmoja asema hapana. Anakwenda mechi haieleweki, Yanga haieleweki. Hapa jisaulisha. Yanga gari imekuja kukoka mechi 4 ina clean sheet na goli 12. Walisema anatembelea upepo wa nani? Wa Gamondi. Kwa ni maisha ya shabiki. Shabiki anapenda kila wakati kitu kizuri, lakini nawahimiza mashabiki basi watumie akili. Hata wewe katika maisha yako kuna leo hela umepata, kuna kesho hujapata. Kuna kesho umepata kubwa, kesho umepata ndogo. Ndio ulivyo mpira, kwa sababu ni science. Kuna kupata na kukosa. Kwa hiyo kocha Kizingwa tu fukuza. Kocha Kizingwa fukuza, haiwezekani, sio mpira huu. Haiwezekani. Yeah. Sawa, tuhame kidogo kwa Yanga, tuamie Simba Sport Club ambao na wenyewe pia wameendelea na mechi zao za kirafiki na wameshacheza mechi 2 tayari dhidi ya Al Hilal Omdurman. Mechi ya kwanza wamefanikiwa kushinda goli 2-1 na jana pia wamecheza mechi ya kirafiki pale Jimkana wakafungwa magoli 4-1. Hii inaleta taswira gani kuelekea mechi yao ya ligi ya mabingwa Afrika kule Eswatini? Yeah, pia katika ligi ya mabingwa kumbuka ni moja kati ya mfupa mgumu sana kwa Simba. Simba ligi ya mabingwa barani Afrika imedunda mara 4 robo finali. Simba kufika hatua ya makundi michuano hii sio story, ni jambo la kawaida sana. Hata wao wanafahamu kwamba wana kazi kubwa sana ya kutoka robo finali kwenda semi final. Ni moja kati ya kitu ambacho naumiza nacho kichwa. Sasa kwenye mechi za kirafiki hizi ambazo Simba wamecheza, kwanza kwangu wamepata kipimo sahihi sana. Unapoizungumzia Al Hilal ni timu ambayo ina muunganiko bora sana. Ni timu ambayo ni bora pia. Hata katika ligi yetu ya ndani hapo, wewe washushe wanacheza, waamue kucheza mechi serious, timu zote zinafungwa. Kutoka nini? Na ubora wao waliokuwa nao. Ibenge ameondoka lakini timu haijabomoka. Ameondoka na Issa Fofana, lakini tazama kazi ambayo wanaifanya. Kweli kwangu mimi ninachotaka kusema ni kwamba moja kati ya mistake ambayo naiona kwa Simba ni katika eneo zima la kujilinda. Ni changamoto kubwa sana. Ndiko ambako huyu meneja wa mchongo ana kazi kubwa sana ya kuweza kufanya. Kwa maana kwamba kufanya masahihisho katika eneo zima defense line. Kwa nini alisema hili? Ukimwangalia Rushan De Reuck, ukimtazama mtu kama Shamo Karabwa, ni wazuri sana kama unapokutana timu ambayo haiwashambulii kwa spidi. Lakini wakikutana timu ambayo inawashambulia kwa spidi, kwa nguvu na maarifa makubwa, ni beki mpeche sana. Huo ndio uhalisia. Rushan De Reuck ni beki mzuri, ila anapokutana watu wenye ubora katika eneo zima la mwisho ambako yeye anajilinda na changamoto. Kwa nini kwamba hicho kitu? Wakati mechi ya dabi, bahati mbaya waamuzi walikuwa mchongo, ovyo kabisa walifanya. Kuna kitu ambacho alikifanya Mohamed Dombia. Haikuwa faul. Alizidiwa maarifa na Mohamed Dombia. Akaenda akaanguka yeye.
Lakini pia angalia mechi ya Al Hilal ya kwanza ya kirafiki, goli ambalo defense line ya Simba wanaliruhusu ile 2-1 ni mistake ya defenders wa Simba. Ndio maana rudia tena, Simba wana kazi ya kusahihisha katika eneo zima la kujilinda pale, lakini pia kusahihisha namna gani ambavyo timu inapaswa kucheza inapokwenda kushambulia. Kila mmoja anataka onekana yeye ni mfalme ndani ya kikosi. Nataka niondoke na kijiji kingi nipate ujiko. Timu inabidi icheze mobile inapokwenda kushambulia, na mtu wa kumlenga wa mwisho ni nani? Katika soka la kisasa ni kweli kila mmoja anaweza kufunga kulingana na nafasi aliyoipata, lakini je, mtu wenu wa mwisho ni nani? Ni Soa au ni mwalimu? Hao mnamzunguka mwalimu, hao mnamzunguka Soa. Ndio maana nikasema mfano kwa Young Africans, Dube anapaswa ajifanyia assessment yeye mwenyewe kwa namna ambavyo viungo wa Young Africans wanavyotengeneza nafasi anashindwa kuzitumia. Na kama mambo yataendelea msimu huu hivyo, maana yake hana sifa kukaa Yanga tena. Kama akiendelea kukosa magoli, hana sifa ya kukaa Yanga. Huo ndio uhalisia. Kama Dube ataendelea kukosa magoli namna ile, hana sifa ya kukaa Yanga, kwa sababu wewe umesajiliwa kwa ajili ya kuweza kuscore magoli, nafasi unatengenezea unakosa. Kwa hiyo kwa ajili ya kuinyonya Yanga au kuisaidia Yanga, maana yake ufai. Maana yake mpaka dakika ninapokuambia kuna assessment moja nzito dhidi ya Dube. Kama alikuwa hajaambia mimi namwambia viongozi wangu wanaifanya yeye dhidi yake. Hiyo unatupa exclusive. Ndio nakupatia mimi assessment ambayo Yanga wanaifanya nao kuhusiana na mshambuliaji Dube. Cha kwanza ni kuweza kutumia nafasi ambazo anatengenezewa. Kumbuka Yanga wana muunganiko kwenda kushambulia, ndio maana chances zinakuwa nyingi za kutengeneza. Simba kila mmoja anacheza kivyake. Ni moja kati ya kitu ambacho huyu ambao anamuita manager huyu ndio ana kazi ya kufanya hiyo kazi, kuiboresha Simba kucheza pamoja kwenda kwenye uzima la kushambulia. Lakini vinginevyo utakuwa mnahangaika muda mwingi, mnatengeneza nafasi mnashindwa kutumia. Itakuwa haina tofauti na mtu ambaye amepata ajali anarusha miguu hivi, anataka kujiokoa. Kwa nini? Anakosa muunganiko au msaada wa kusaidiwa. Sasa nani wa kumzunguka safu zima ya ushambuliaji ya Simba? Ni hawa viungo wa kuweza kuifanya timu icheze katika ubora wa hali ya juu, na mapungufu ambayo ilitokea msimu uliopita wayaboreshe msimu huu, kwa maana kwamba leo kupata kiungo ambaye ana ubora wa kupiga pressure pass on time, kupiga remote pass on time kama Fabrice Luamba Ngoma. Alikuwa umri wake umekwenda, lakini bado alikuwa na ubora wa kupiga remote pass bora kabisa pindi ambapo timu haina mpira. Unaona kabisa anapiga pasi elekezi kwenda kwa mpinzani kuifanya timu kuweza kupata matokeo chanya. Kwa ni kitu ambacho kocha si kocha si manager, sasa siwaelewi hapa. Manager mkuu wa klabu. Alafu ana kazi gani? Simba akisema kocha mkuu sasa hivi ni Suleiman Matola Sele. Sele ndo kocha mkuu wa Simba. Huyu kocha, huyu manager si kocha wa Simba, ataanza kujulikana. Sio kama hatakaa kwenye benchi. Atakaa kwenye benchi, sometimes atakuwa anapewa majukumu na Matola, simama na wewe, kaelekeze. Kwa nini? Ya kukosa vigezo vya kukaa pale. Yaani ni meneja, ni kocha saidi ya fundi, lete mkono bao, lete pima maji, tupige plasta. Lakini kwa nini? Hana sifa bado. Hajairefresh sawa vyeti vyake. Maana yake hata FIFA wenyewe wanasema kocha. Walipata vizuri. Pep Guardiola ni manager, si ndio? Ana ukocha ndani yake, ana sifa za kusimama kama kocha mkuu. Nimeona kuna mtu anadanganya watu huko kanda ya Ziwa. Watu hawaelewi maana manager. Sikiliza wewe, usidanganye watu hapa. Kama wanadanganya huyu, kwetu Tanzania kozi hii inaanza Mei 2026. Kuna watu ambao wamegraduate kozi ya lesson A ya kafu. Umenipata vizuri? Ako wengi tu. Kozi yetu sisi Tanzania, sawa, kwetu itakuja kuanza mwezi wa 5 mwakani. Lakini hii haimzuii kocha, haimzuii Dimitar kwamba asiombe maeneo mengine. Anaweza aka-apply maeneo mengine kusoma online na kuleta vithibitisho kwamba anasoma. Lakini kudanganya watu kwenye uchochoro kwamba ni manager ni uhuni kabisa. Unaelewa vizuri? Hakuna mwenda wazima ambaye ajui. Usidanganye watu hapo. Kina Arne Slot manager Liverpool, si ndio? Lakini ana sifa ya kuwa head coach pale, na ndio maana anasimama, anatoa maelekezo muda mwingi yeye.
Sasa unapoleta uhuni wa kudanganya watu hapa, wakati umepuyanga kwenye CV 200 umeingia kichwa kudanganya watu kwamba huyu ni manager na majukumu yote, sio kweli. Maana yake ikizungumza general manager, maana yake masuala ya mishahara, masuala ya mikataba, tuanze kumuona yeye yuko pale. Bongo inawezekana? Inawezekana? Tuulizane hapa. Kwa imekuwa ni sehemu ya kauchochoro kakufichia weakness ambazo viongozi wa Simba wamezifanya. Kudanganya watu huyu ni manager general, sio kweli. Wewe ngoja. Ikitokea kama kocha huyu ameanza, yule ni kocha, ameanza kusomea hii lesson, akisimama kwenye benchi la ufundi, kama ikitokea Simba imefanya vizuri, atakuwa na sifa ya kuchaguliwa kuwa kocha bora wa mwezi fulani. Na mimi naombea sana, labda itokea amesha apply maeneo mengine. Akisha apply na akipeleka vielelezo vyake bodi ya ligi na TFF, wakithibitisha kwamba ni kweli anasoma, watakuja na majibu. Kwani Dodoma Jiji wameadhibiwa kwa sababu gani? Kocha ambaye hana sifa anasimama muda mrefu kutoa maelekezo wakati hana sifa kwa kocha mkuu. Milioni 15 amepigwa pale. Maana kama hii jambo likiendelea namna hii, tutegemee kuona hata Simba watapigwa faini. Wanipata ninachosema? Kwa maana yake nini? Yule ni kocha, ila watu wamejificha kwenye uchochoro wa meneja mkuu. Ni uongo na ni uhuni. Kwa Roy Mamo anafanya kazi gani? Eti kipengele cha Roy Mamo kiko ndani mle. Nyie acheni uongo nyie. Unaelewa vizuri? Tuache ama tuambiwe tu ukweli. Lakini maskini ya Mungu, mmoja kati ya wanachama na mashabiki ambao ni wepesi kudanganywa nchi hii ni wanachama na mashabiki wa Simba. Yaani wale ni wepesi kuwadanganya unavyotaka wewe. Wewe waambie lolote hili. Wao ndio mzee, wala mna shida. Ndio mzee. Hawawezi kuchanganua mambo, na naombea very clear. Hao unayaona leo, likija likitokea kama kocha hajaanza kusoma, kocha akaja kuwa Suleiman Matola, utakuja kusikia kelele. Yale timu ikishinda yetu sote, ikifungwa Mangungu toka. Hakuna utofauti na hiki ambacho kimetokea. Lakini si tumeona performance ya Suleiman Matola akiwa amesimama kama kocha. Sasa kwa nini hawamwamini? Kwa nini hawamwamini? Na mimi nimeshawahi kusema kama kocha ana lesson ya CAF, ana sifa kuwa kocha mkuu. Matola amepata uzoefu wa muda mrefu sana. Lakini kwa nini aminiki? Inawezekana Matola ana matatizo mengi kuliko Simba. Ndio maana yake. Kwa nini hawakuamini wewe? Umepata uzoefu wa Pierre Chantre. Umepata uzoefu wa Pablo Franco Martini. Umefanya kazi na Uchebe, Patrick Osems. Umefanya kazi wewe Robertinho. Umefanya kazi na nani waliondoka juzi hapa? Fadlu. Umefanya kazi wewe na makocha kibao. Pengine ni ile na leseni unayo. Pengine ni ile dhana ya kuamini kwamba hizi timu zenye kiwango cha juu ni lazima kocha awe ametoka nje. Sikiliza. Issue iko hivi. Kwa sababu ukiwa Simba na Yanga mshahara wako ni mkubwa kuliko timu ya kati. Sawa? Lakini kama kungekuwa hakuna mshahara mkubwa, kwa sababu leo kocha Suleiman Matola kinachomweka Simba pale na kukubaliana matokeo kwamba hamna shida, hata kama na sifa ya kuwa kocha mkuu, hata niyo kocha msaidizi, ni kutokana na maslahi yanayolipwa Simba. Sawa? Lakini kama ingekuwa ni ubaya ubwela maeneo mengine, angeshaondoka muda mrefu sana. Ni kocha pekee ambaye amethibitisha kwamba anaheshimisha taaluma yake, Ahmad Ally wa JKT Tanzania. Wote kuniambia Matola na Ahmad Ally wa JKT Tanzania mshahara sawa. Matola kamzidi Ahmad Ally, ndio ukweli. Kama nabisha atoke na risiti hapa za mshahara mwezi huu. Lakini ameangalia kwamba kuna kitu ambacho anatamani kukijenga, na mimi pia natamani kumuona Ahmad Ally akaenda mbali zaidi. Lakini ili uaminiwe kwenye hizi timu, fanya kazi. Leo ingetokea kwa leseni aliyokuwa nayo, kwa sababu mimi naamini Matola leo ikatokea ameondoka ameenda nje ya nchi, si ndio? Let's say bondeni Afrika Kusini, mshahara wako utakuwa mkubwa kuliko Simba. Lakini unawezaje kutoka kwenda kule? Lakini mambo mengine ni lugha ya Kiingereza. Unaweza wewe kila kitu yes. Bwana, hebu hakikisha wachezaji wanakaa vizuri yes. Hivi hapo tufanyaje wewe yes? Huwezi kupata timu. Kwa ndio maana unaona kuna muda ni heri uangalie maslahi, upumzike zako pale utulie.
Lakini Simba kutomwamini Matola, inawezekana Matola matatizo mengi kuliko Simba. Mbona hawakuamini? Sawa, tuwape kidogo kwa Matola. Tukiangalia kiwango cha Jonathan Soa kwa mechi chache ambazo tayari ameshacheza, pengine tutarajie kiwango ambacho tulikiona msimu uliopita kikajirudia kwa msimu huu kwa Jonathan Soa akiwa pale Msimbazi. Mimi ninachoweza kukisema ili Soa awe bora ni kwamba Simba wana muunganiko mzuri wa kucheza. Wakati wanapotengeneza mashambulizi yao, kama wakimwangalia Soa wanaweza wakafaidika naye. Kumbuka mpaka hivi sasa Soa tangu ametoka Singida Black Stars kuja Simba ni kisu kibutu mpaka dakika hii. Hatujui mbeleni, lakini mpaka dakika hii ni kisu kibutu, hakiwezi kuchinja. Kwa nini? Wamekosa mtu ambaye ana uwezo wa kupiga pressure pass, remote pass. Kule alikuwa na mwamba mmoja anaitwa Athubada. Athubada alimsoma kwa uharaka mkubwa sana Soa. Na ndio maana kwa muda mfupi ambao Soa akacheza Singida Black Stars aliweza kushine. Kwa nini? Alipata mtu ambaye ana uwezo wa kupiga remote pass. Simba hawa wakina Ahua hawa wanapaswa kuangalia less, hata kama na uwezo bora kuweza kufunga na yeye, lakini mshambuliaji wao ni nani ambaye wanatakiwa kumtengenezea mazingira ya kuweza kufanyaje, ya kuweza kuscore kwa maslahi ya klabu. Sawa. Kwa hiyo ninachokiona mimi, Soa sio mchezaji mbaya, lakini ili awe bora zaidi apatikane kiungo ambaye ana uwezo wa kuichezesha Simba katika eneo la juu, kupiga pasi ambayo nimekwambia, remote pass. Maana kizungumza remote pass watu hawaelewi kabisa. Unaelewa vizuri? Pressure pass, wakati ambao ungetarajia pasi mpenyezi imefika, kaweka. Na uzuri anajua kushuti miguu yote. Wanapata na uzuri analijua goli. Kwa kama wakifanikiwa katika eneo hilo, wanaweza wakawa wamefanya vizuri sana. Lakini vinginevyo kiweza kaa kisu kibutu tu muda wote hapa. Kata na wewe. Sawa, tumalizie hapo kile. Tunafahamu Tanzania tuna timu zote 4 zinashiriki michuano ya kimataifa. Pengine kwa msimu huu tutarajie kupeleka timu zote 4 kwenye hatua ya makundi kwa msimu huu. Yeah, of course kuna possibility kubwa. Moja kati ya kitu ambacho cha tofauti msimu huu, tumeingiza timu ambazo cha kwanza zimekutana na bahati ya uwepo wa mwenyekiti wa virabu Engineer Harris na kupendekeza $100,000 kwenye virabu itoke mapema katika kuweza kusaidia accommodation za virabu, kusafiri na mambo mengine. Lakini pia virabu hivi kwa mara ya kwanza naweza nikasema tumepata wawakilishi ambao hawana njaa, mchongo kitiki tasafiri. Msimu uliopita ilitokea timu wachezaji uhakika wa kusafiri eti hawana namba za NIDA, mambo ya kishamba kabisa. Unaelewa vizuri? Lakini msimu unakuja kuona management ya Singida, Azam FC, Simba, Yanga. Sawa? Ni ngumu kusikia eti Simba wameshindwa kusafiri hawana hela. Eti Yanga wameshindwa kusafiri hawana hela. Singida kwa uwekezaji wote waliokuwa nao ule, Azam FC ndio usiseme, ni ngumu. Kwa hiyo naona kabisa kuna possibility kubwa sana ya timu zetu hizi kwenda katika hatua ya makundi. Lakini kucheza kwa nidhamu ni muhimu sana. Mfano KMC, Azam na wa KVZ. Si ndio? Yaani sasa mbuzi kafia kwa muuza supu. Unaelewa vizuri? Lakini hata washindani wengine ambao wanakwenda kukutana nao, unaona kabisa kuna possibility kubwa. Simba Yanga wanaenda away. Kivyo vyote vile hapa kwa Mkapa inakuwa ni ngumu kuweza kutoboa kulingana na uwezo wa hizi timu ambazo wanakutana nazo. Kwa maana gani? Ni rahisi sana kuweza kupata matokeo chanya kwa Simba na kwa Yanga na kwa Azam na kwa Singida pia. Bado mabenchi yao, quality ya wachezaji katika mashindano haya kwenye hatua hizi kuna possibility kubwa. Kumbuka tukishinda katika hatua hizi tunakwenda katika hatua ya makundi. Niseme jambo moja. Uchaguzi bodi ya ligi, kuna kitu ambacho nakiona. Wasipoangalia bodi ya ligi msimu huu wanaweza kuvurunda sana kuliko msimu uliopita. Hii ni kodi ambayo nawapa, ili mtakuja kujua majibu yake mbeleni. Niliwahi sema kabla, wakati Simba na viporo 4. Kwa viporo hivi wakati Yanga Africans ishatafuna viporo vyake, Simba itabebwa sana. Narudia tena.
uchaguzi wa bodi ya ligi, wanaokwenda kuchaguliwa yasiwe mashinikizo ya kuja kutuharibia ligi kuu. Kuna kitu nimekiona hakiko sawa, hasa kwenye idara ya wenye viti pale juu, idara ya mwenyekiti wa bodi pale juu pale. Hatutaki kuona mwenyekiti wa bodi uje uache kufuata sheria na kanuni, uanze kuleta mahaba yako kutuharibia ligi. Bodi ya ligi hii isipoangalia msimu huu inaweza ikavurunda sana kuliko msimu uliopita, pamoja na kamati zake, isipokuwa makini. Kumbuka kwa mara ya kwanza, raundi ya kwanza waamuzi wamevurunda. Raundi ya kwanza. Raundi ya pili waamuzi hovyo kabisa. Mwamuzi anahema kukavurunda. Haiwezekani. Mwamuzi anafanya mambo ya kihuni. Kadi sahihi hazitoki kwa wakati, si ndio? Bado ana changamoto ya sheria ya 12 offside, bado imekuwa ni changamoto kwao. Kwa bodi ya ligi msimu huu wao watajua kwa nini nimesema. Kuna kamchezo kanatengenezwa ndani, nimekasha kapata hako kamchezo kahovyo mno. Wanapaswa kubadilika. Huu mchezo ambao nataka kuufanya huu, mimi chuma nishaushtukia. Mwenyekiti wa bodi aje atende haki. Kama ni sahihi Simba kuwa bingwa, acha iwe bingwa. Kama ni sahihi Singida kuwa bingwa, acha iwe bingwa. Kama ni sahihi Yanga kuwa bingwa, acha iwe bingwa. Sitegemei uhuni hapa. Kutakuwa hakuna haja ya kufanya usajili wa wachezaji 12 alafu mbeleko ya chuba Rose Muhando. Bodi ya ligi msimu Rose Muhando ampumzishe na wimbo wake. Tukiwa tumesalia hapo kwenye ligi, umenikumbusha kitu pia. Nini tena? Nimeona malalamiko mengi yakitajwa baada ya adhabu ambayo amepewa Ibrahim Baka ya kukosekana kwa mechi 5 baada ya ile rafa ambayo alicheza kwenye mchezo wa 600. Wadau wengi wamesikitishwa na kitendo hicho na wamesema kwamba ni kama kamati ya masaa 72 haijatenda haki, kwa sababu hata kadi nyekundu hairuhusu mchezaji kukaa nje kwa mechi 5. Kilichofanyika kiko sawa sawa? Of course, kabla ya msimu vilabu vinakuwa vinakutana katika kuweza kukumbushana maboresho ya kanuni. Kwangu mimi kweli kadi ya moja kwa moja nyekundu unakosa mechi 2. Lakini kwa hii sijajua wameangalia kwamba alidhamiria, lakini hata kama umedhamiria, kadi nyekundu inabidi itoke kadi nyekundu moja kwa moja kukosa mechi 2. Lakini kwa hii sijaisoma kanuni yao kwamba inaangalia vitu gani. Kumbuka viashiria vya mchezo hatari ni kadi nyekundu ya moja kwa moja, si ndio? Sasa hapa na mimi ndipo kwenye utafiti kuangalia, je, wameangalia kanuni ipi? Na wadau wa soka wana haki ya kuhoji na kujiuliza, lakini pia ni wajibu wao na wao kuweza kufahamu kanuni ambazo wamekumbushana zinasemaje. Kwa mimi bado nipo katika uchunguzi wa hili. Kimsingi hata mimi kwangu limenishitua kuona kwamba kumisi mechi 5 kwa kosa la namna ile. Ni at least ungesema mwamuzi ndio kafanya ule uhuni, yeye ndio akose hizo mechi. Lakini kwa kadi nyekundu mimi kwangu nadhani kwa sababu mpaka kuna kureact na kuna kuact na kureact. Kumbuka Baka kufanya kwa bahati mbaya, kwa maana kwamba yani from nowhere. Kumbuka naye alifanywa tukio akaenda kulilipa. Ilikuwa ni weakness ya mwamuzi kutoa kadi nyekundu yeye. Sasa sijajua hapa kamati imeangalia nini. Nipo kwenye utafiti na mimi. Lakini yote katika yote, bodi ya ligi msimu huu wajiangalie sana, usije kuwa ni kichefu kwa wadau wa soka. Chuma cha Mjerumani kusikia hapa kizungumza ya michuano hiyo ya kimataifa, lakini pia tumezungumza kwa undani kabisa maandalizi ya timu zetu kuelekea michuano hiyo ya kimataifa. Mmesikia hapa kazungumza vitu vingi zaidi, kamalizie kwa kusema msimu huu bodi ya ligi ina kitu cha kujitafakari. Mimi ni Irene Junior, Makambera yuko director.